لبيك اللهم لبيك. Katika jangwa lenye joto kali, mahali ambapo upepo wa mchanga ulivuma bila huruma, kulikuwa na eneo ambalo watu wengi walilipita bila kujua kuwa siku moja lingekuwa moja ya sehemu muhimu zaidi katika historia ya Uislamu. Eneo hilo liliitwa Ghadir Khum. Lakini swali ni, kwa nini mtume wa Mwenyezi Mungu alisimamisha maelfu ya watu hapo? Kwa nini watu waliokuwa wamechoka safari ya jangwani walikusanywa tena chini ya jua kali? Hakika kulikuwa na ujumbe mkubwa uliokuwa unakuja. Mwaka wa 10 Hijiria, baada ya hija ya mwisho ya Mtume Muhammad, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie yeye na kizazi chake, maelfu ya Waislamu walikuwa wakirejea katika miji yao. Wengine kuelekea Madina, wengine Iraq, wengine Yemen. Lakini walipofika sehemu ya Ghadir Khum, amri ikatolewa, walio mbele warudi na waliobaki wasubiri. Hii haikuwa kawaida. Katika mazingira ya jangwani, hakuna msafara mkubwa unaosimamishwa bila ya sababu nzito. Wanahistoria wameandika kuwa Ghadir ilikuwa makutano ya njia muhimu za wasafiri. Kwa hiyo, kama kulikuwa na ujumbe wa mwisho kwa umma, basi hapa ndipo sehemu sahihi ya kutangaza. Na hapo aya muhimu ya Qur'ani ikashuka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Ewe mtume, fikisha yale yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako, na usipofanya hivyo basi hujafikisha ujumbe wake. Wanachuoni wengi wameeleza kuwa aya hii ilihusiana moja kwa moja na tukio la Ghadir. Aya hii inaonyesha kuwa ujumbe uliokuwa unakwenda kutolewa haukuwa jambo dogo. Lakini ni ujumbe gani huo? Kwa nini Qur'ani ilisisitiza kwa nguvu kiasi hicho? Na kwa nini Mtume Muhammad, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie yeye na kizazi chake, alikusanya maelfu ya watu katikati ya jangwa? Katika klipi inayofuata tutafungua pazia la safari ya mwisho ya Mtume Muhammad na kuelewa kwa nini Hijjatul Wida ilikuwa tofauti na hija nyingine zote. والملك لا شريك